Mambo vipi Mtanzania na mkazi mwalimu Mwanaduse? Naitwa Mdetele Protas Amblos, waziri wa habari Dawso Duse. Wakati huu nimekuja na issue ya DDWC, kwa maana Duse Decent Wearing Campaign. Lengo kuu la kuanzishwa kwa Duse Decent Wearing Campaign ilikuwa ni kwamba kuhamasisha uvaaji bora kwa walimu. Wanavyoonekana waonekane kama walimu, tabia zao, fikra zao pia. Kwa kifupi wao walimu bora. Kwa hiyo inafanyika kila mwaka. Unakosaje nafasi ya kushiriki kama Mtanzania, kama mwalimu Mwanaduse? Uwe msichana, uwe mvulana, wa mwaka wote, wa kwanza hadi wa mwaka wa 3, unao nafasi ya kushiriki. Kuna watu wengi wameshiriki na walipokuta wameshinda, wamekuwa designer, wamekuwa wafanyabiashara wa mavazi, wamekuwa role model, wamekuwa mfano mzuri katika jamii, kwa kuwa wanaonekana vizuri. Yani kampeni imewabadilisha. Issue ya msingi ni kwamba tokea tumefungua chuo nimekuwa nikiwahamasisha mjiandikishe kwa ajili ya kushiriki kwenye hii kampeni. Leo tarehe 1 issue hii ilikuwa imeisha tayari. Ilisha jana tarehe 30 kwamba watu wajiandikishe, lakini sio mbaya, watu hawazuiliwi. Watu wanatakiwa waje, waende kujaza majina yao kwenye fomu, waweze kushiriki kwenye shindano hili la muhimu sana. Kama waziri wa habari na nini cha kusema wakati huu? Mchanganuo kwa maana ya ratiba ni kwamba mara baada hapo tumemaliza kuchukua usajili kwa maana washiriki, lakini nimesema tutaendelea kufanya hicho kitu mwezi huu kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2017 hii. Tunatarajia tufanye general assessment kwa maana ya washiriki. Sasa kama hujachukua fomu na hujafanywa kuwa registered, tafadhali bado una nafasi. Tutakuwa tunafanya assessment. Watu wanakuwa wanatazamwa, wanaonekana vile ambavyo wanatakiwa wao kama walimu. Naongelea washiriki sasa. Wana tabia zile ambazo wanatakiwa, wako katika muda, wanajua kuishi kama walimu kweli, wanakuwa decent. Hiyo vitu ndio vitakavyofanyika. Alafu tarehe 5 mwezi wa 5 ndio on stage sasa live New Lecture Theatre C ndio tutakapokuwa tunamaliza kazi. Na niliambiwa kwamba na ofisi ya makamu wa rais kwamba maxi 30, not 30, maxi 40 zitatolewa na general assessment ambayo itafanyika nje ndani ya mwezi wa 4 kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30, na maxi 60 zitatolewa on stage. Siku hiyo watu watakuwa na perform. Na kumbuka, nimeambiwa niwaambie kitu kimoja, siku hiyo wataperform watu wengi sana. Wataperform wale wote washindi wa Duse Talent Show ambao walishinda, mshindi mwimbaji bora, mtu wa kuimba, mwimbaji wa R&B, mwimbaji wa rap kwa maana hip hop, aliyetumbuiza vizuri kwa maana comedian aliyopatikana siku ile. Alafu kwa kuna waigizaji pia watapewa nafasi kwa maana Duse Art Globe. Kwa hiyo siku hiyo kutakuwa na bashasha nyingi sana wakisindikizwa na mgeni rasmi mzito, ijapokuwa hatujamtaja bado, ila tutamtaja. Kwa hiyo mwisho siku naweza nikasema huna sababu ya kukosa shindano hili muhimu sana la make history, kwa sababu kuna faida nyingi sana. Kuna watu wamekuwa ma-designer, wamekuwa na confidence, wamekuwa na roho ya kusubutu kwa baada ya kutoka kwenye huu mchakato. Kwa hiyo usisubutu kukosa. Alafu kauli mbiu yetu tunasema fikra bora, muonekano bora huendana na vitendo bora kwa mwalimu. Kwa hiyo huwezi kuwa na fikra bora na vitendo bora kama una muonekano wa hovyo. Asanteni sana.